Wakenya wengi wanapaza sauti wakisema one term, lakini swali kubwa ni hili: kama kweli kila Mkenya amemgeuka Rais William Ruto, mbona bado kuna baadhi ya watu wanaomtetea kwa nguvu zote? Na kama sauti zao zitaendelea kupuuzwa, je, Kenya inaweza kuingia kwenye mgawanyiko mkubwa zaidi wa kisiasa kuelekea uchaguzi ujao? Leo tunakuletea video 5 zinazotikisa mitandao, video ambazo zinaonyesha upande ambao wengi hawataki kuusikia, kutoka kwa wananchi wanaosema Ruto ameleta usawa wa fursa hadi video zinazowafanya wengine waamini kuwa serikali yake imejaa siasa na pesa za ufisadi. Je, hawa wanaomtetea Ruto wana hoja za msingi au ni ishara kwamba Kenya imegawanyika katika makundi mawili makubwa? Tazama mpaka mwisho, kwa sababu kila video inafichua sura tofauti kabisa ya siasa za Kenya ya leo. Video ya kwanza inamwonyesha mwanamke mmoja ambaye anaamini kabisa kwamba Rais William Ruto anapigwa vita si kwa sababu ameshindwa na kazi, bali kwa sababu ameleta kile anachokiita usawa wa fursa kwa Wakenya wote. Kwa mujibu wa maoni yake, serikali za nyuma zilikuwa zikilaumiwa kwa kuwanufaisha watu wa maeneo fulani au makundi fulani, lakini sasa anadai kila Mkenya ana nafasi sawa. Kauli hizi zimezua mjadala mkubwa mitandaoni. Wapo wanaokubaliana naye wakisema hii ndio sababu baadhi ya viongozi wamekuwa wakimpinga rais, lakini wapo wanaosema usawa wa fursa hauonekani katika maisha yao ya kila siku hata kidogo. Tazama alichosema. Ndugu zetu kutoka mlimani, kwa uzuri tumewachia uongozi miaka mingi, and they are Kenyans, they also deserved, umeelewa? Lakini sio ya wao kukatalia kuwa ni wao peke yao ndio wanafaa kuwa kwenye uongozi. Na mimi naona mpaka watoto wetu wa kutoka hizo regions zingine, sasa hii watu wanachukuliwa, wanadanganywa. Propaganda is all over social media. Kila mahali ni William Ruto anapigwa, William Ruto anapigwa. Do you know why these people are fighting William Samoei Ruto? It's because he's the only president who has given opportunity and hope to other tribes in Kenya. Sisi hatukutuma watu waende Martha Karua alisema wameenda wakahapa na damu kuwa uongozi haufai kutoka kwa mlima, na wajua kiapo cha damu si kiapo kizuri. Na kama hicho kiapo kinawasumbua, it's none of our business. We are all Kenyans and we have equal rights. Wala hata wao pia ikifika wakati watataka kurudi pia kwenye uongozi, hakuna mtu atawakataza, but wasituone kama sisi we are lesser Kenyans. Alafu unatumia watoto wetu mtandao yote matusi, kitu gani? Mimi nataka niwaulize tu other regions, kwa mfano West Coast region, mfano mdogo Coast region, nimeangalia census report and I want to tell Kenyans census is a scam. It has been a scam for all these years. Haiwezekani Coast region, mahali ambapo tumeoa wake 4, 3, 2, mmoja kwa nyumba kidogo, watoto wanazaliwa usiku na mchana, ati after 10 years Coast region tumeongeza population only 2000 people. Inaingia akilini? Ati sisi miaka 10 tumeongeza only 2000 people. Ukienda Northeastern eti wameongeza only 1200 kwa miaka 10, watu ambao wana practice polygamy. Ukienda kule Nyanza pia wao wana practice polygamy. Western wana practice polygamy, but our population has never been increasing. Do you ask yourself why? Baada ya video hiyo tunaingia kwenye video nyingine ambayo imezua mijadala mingi. Mzee huyu anaamini kwamba Rais William Ruto alikuja kuvunja kile anachokiita mfumo wa miaka zaidi ya 60 uliokuwa umejengeka katika siasa za Kenya. Kwa mtazamo wake, upinzani mkali ambao rais anakumbana nao unatokana na watu ambao hawajafurahishwa na mabadiliko hayo. Lakini je, ni kweli kwamba kuna mfumo umevunjwa au ni hoja ya kisiasa inayotumiwa kuhalalisha changamoto zinazokabili serikali? Tazama alivyofafanua. Mimi ni mmoja wa wale ambao wanapenda rais wetu William Ruto. Juu sasa amekuja kubreak ile monotony ya 60 years. Lakini unajua kubreak monotony ya 60 years ni lazima apate a lot of resistance. Ni lazima apate a lot of resistance. Na muhimiza I insist on that change. Juu mtu akiwa na kidoda for 60 years it's not easy to agree that somebody can be normal. Lakini tumekuwa 60 years tumekuwa na style moja akile, na sasa ameleta hali ya we change this, you get a lot of resistance. But our president is a brilliant man. Na mimi kama mzee ambao ni wa zamani kidogo, nilianza kumuona wakati alikuwa minister for agriculture. Akaleta mahindi mingi. Juu nilikuwa wa mwalimu wakati huo.
Watu wa Kenya wakaona bana, huyu ametuzuia kununua mahindi huko bali tulikuwa tunanunua, kwa hivyo hatutapata nini, akafutwa. Sisi ambao tumekomaa tukasikia vibaya sana. Naye Kibaki akaelewa huyu ni mfanyikazi, akamrudisha, akapelekwa kwa higher education. I'm telling you my friend, alikuta backlog ya students. Mtu alikuwa anatoka kwa shule 1 year anakaa miaka 3 ili aingie university. Ndio akasema kwani kuna nini hapa? Hapa hakuna kazi ya kufanya. Akasema hapa ni double. Sasa wataingia wote for 2 years. Miaka ingine 2 for 2 years. Mpaka mimi nikampigia makofi. Akasema kweli huyu naye ana maono. Na tukamaliza mpaka wa leo. Sasa sijui ni kwa nini watu wana hiyo resistance. Ni lazima waishi vile wamezoea kutoka 1960 mpaka wa leo. Sisi si watu wenda wazimu. Wenda wazimu ndio ukaa tu mwaka nenda mwaka rudi na result ni zile hakuna change. Tunataka president aendelee kuhimiza watu na asiwe intimidated. Wale wadogo wanamuintimidate, wawache hiyo. Juu sisi tuko na yeye, hata kama tumekimya, sikura ni zetu na ziko kwa mfuko. Tumekimya na tunaona, tuna macho. Wacha wale wanapiga mdomo huko kwa hewa wapige tu, lakini I insist hata akiitwa, kwani hata akiitwa mbwa si atarudi kwa State House. Kwani tuna elections kesho? Hatuna elections, aendelee kutupeleka hivyo. Wakati mjadala wa one term na two term ukiendelea, serikali nayo inaonekana kukubaliana na changamoto nyingine kubwa. Katika video inayofuata, katibu mkuu wa elimu Julius Bitok anazungumzia vurugu na uchomaji wa shule unaoendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Bitok anasema baadhi ya wanafunzi wanaotumia dawa za kulevya wamekuwa chanzo cha matatizo hayo. Kilichowashangaza wengi ni pale aliposema kuwa hata wazazi wanapaswa kuwajibika kwa tabia za watoto wao. Kauli hiyo imewagawa Wakenya, wengine wakisema serikali inasema ukweli, wengine wakisema serikali inakwepa kushughulikia matatizo halisi yanayowakabili wanafunzi. Hebu tazama mwenyewe. This government is putting 770 billion in education. Alafu watu wachache wanataka kuja kuharibu. Watu wachache wanataka kuleta mnyokonyoko. We are not going to accept. We are going to stand firm. Tutawaendea. We will deal with them individually. It is not about collective. Hata mashule 3 hapa Bomet ambao wanaleta mchezo. We are going to isolate the students who are bringing problem. We deal with their parents, we deal with the students, and there will be no excuse whatsoever for anybody who is disturbing the peace in our schools. The school system in Kenya is working very well. There is no tension in our schools. 99.2% of our schools are safe, and students and learning is going on without any problem. Ama mnasemaje watu wa Bomet? Mnasemaje watu wa Bomet? Mnasemaje watu wa Bomet? Si tuangalia watoto wachache wanaleta shida. Wengine wanaleta vitu ya mambo ya madawa. Wengine wanaleta vitu mchezo. So we are working very closely with the Minister of Interior, with our DCs, our county directors to ensure that we do proper cleaning of our system so that learning can continue. We are not going to spare anybody. If you are a parent encouraging bad manners in school, we'll also come for you. We are going to go for everybody because our education system cannot be compromised. We are putting a lot of money, we are putting a lot of investment, and we are not going to entertain any nonsense or any sideshows that's going to bring distraction or is going to divert our attention from focusing on the right thing on matters education. Hatutaki mchezo. Na mimi kama Bitok nimesema tutashikana na watu ambao tunataka kuchunga nchi, tujenge elimu yetu ili tuende wapi? Mbele. And I want to call upon our leaders here, led by our area member of parliament and our senator and our PS Aurelia here. Let us team up together to stop this menace. Let us say no as Bomet to these guys. How can we say because of 3 schools in Bomet striking, we want to close 1,800 schools? It is not possible. It is impossible. We cannot accept. Those are side shows. How watoto wote in 1,797 schools are peaceful. They are going on with their education. Alafu 3 watu wanaingia huko wanaleta incitement. Mnatuambia tufunge mashule. Hakuna mashule za kufunga.
Lakini wakati baadhi ya Wakenya wakimtetea Rais William Ruto, video nyingine imeibua maswali mapya kabisa. Video hii inayosambaa mitandaoni inamwonyesha mbunge wa Nyaribari Chache, Zahir Jada, akigawa fedha kwa wananchi waliopanga foleni ndani ya ukumbi. Kwa wakosoaji wa serikali, video kama hizi ndizo zinazowafanya waamini kuwa siasa za pesa bado zinaendelea nchini Kenya. Wengine wameenda mbali zaidi wakisema kuwa hizi ndizo sababu zinazofanya baadhi ya wananchi kusisitiza harakati za one term. Lakini wafuasi na viongozi husika nao wana hoja tofauti. Je, ni msaada wa kawaida kwa wananchi au ni ishara ya siasa ambazo Wakenya wengi wamekuwa wakizikosoa? Tazama video hiyo. Na sasa tunafika kwenye video ambayo imewafanya wengi kujiuliza ikiwa harakati za two term zina nguvu kiasi gani nchini Kenya. Video hii inaonyesha kile ambacho baadhi ya Wakenya wanaamini kuhusu muhula wa pili wa Rais William Ruto. Ni video ambayo imepokelewa kwa hisia tofauti kabisa. Wapo walioiona kama ishara ya uungwaji mkono unaoendelea kukua, na wapo walioiona kama jaribio la kupambana na nguvu ya harakati za one term ambazo zimekuwa zikitawala mjadala wa mitandao. Hebu tazama video hii na utuambie maoni yako. Haya wadau, hapa ni wapi? Hapa ni this is William Samoei Ruto. Chama ni gani? UDA. Hapa ni nini? Two term is real. Angalia barabara. Hii barabara hiyo haitengenezwa. Na sisi tunajua. Ulikia hapo, mulika hapo. Wow. Hii ni shimo. Na hapa ni two term. Bro, hii Ruto lazima arudi. Hii barabara hata wasiwahi tengeneza. Unaona hii? Sisi ni watu wa two term. Angalia huko juu. Angalia huko chini. Hii ni barabara town iko hapa. Sasa hapa ni tuta. Gachagua penda usipende. Hapa ni tuta. Gachagua ulikuwa unasema watu wanaenda kutengeneza wajia, kutengeneza nini? Marsabit itakuja kutengenezwa siku moja, lakini sisi bado tuko tuta na tuko kwa shimo. Tuta siku zote. Baada ya kutazama video zote tano, swali kubwa sasa ni hili. Je, Kenya imegawanyika kati ya one term na two term, au mitandao ya kijamii ndio inafanya mgawanyiko huo uonekane mkubwa kuliko ulivyo? Ningependa kusikia maoni yako. Kati ya video zote ulizoona leo, ni ipi imekushangaza zaidi? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.